Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na moja kwa moja tuelekee huko Yemen ambapo ndege za kivita za Marekani na Uingereza zimeishambulia kundi la wapiganaji wa Kihouthi ambapo raia 18 wameuawa. Ndege za kivita za Marekani na zile za kutoka nchini Uingereza zimefanya mashambulizi huko Yemen, mashambulizi ya kikatili zikiua raia 18 kufuatia agizo la rais wa Marekani Bwana Donald Trump kutumia nguvu kubwa ya maangamizi dhidi ya Yemen baada ya taifa hilo kupiga marufuku meli za Israel kupitia maeneo muhimu ya baharini. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya huko Yemen, katika mashambulizi hayo dhidi ya mji mkuu Sanaa ni maeneo ya raia tu ambayo yalilengwa. Hata hivyo, wizara ililaani vikali mashambulizi hayo ikiyataja kuwa uhalifu wa kivita na ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Yemen Sabah, mashambulizi ya Marekani na Uingereza yaliendelea katika mkoa wa Saad kaskazini magharibi mwa Yemen. Mashambulizi pia yalipiga maeneo ya Al-Baida na Hajja magharibi mwa Yemen katika wilaya ya Makiras na Quraishia pamoja na wilaya ya Mubin katika eneo la Hajja. Rais wa Marekani alitangaza kupitia ukurasa wake wa X kwamba aliagiza shambulizi la kijeshi dhidi ya kundi la Ansarullah kwa maana kundi la Wahouthi, ingawa mashambulizi hayo yaliwalenga raia wa Yemen. Ni kwamba wakati huu wachambuzi wa mambo wanawatazama Wahouthi moja kati ya makundi ambayo kwanza ni magumu kuonekana na kwamba mashambulizi mengi yamekuwa yakiwakuta raia wasiokuwa na hatia. Lakini pia katika kipindi ambacho wa Yemen waliapa kwamba watafanya mashambulizi ni pale ambapo wakati Israel ilipozuia uingiaji wa vyakula pamoja na misaada mingine ya kibinadamu kwa ajili ya wakazi wa Gaza, walitoa siku 4 tu na kwamba waliamua kufanya mashambulizi kwa ndege zote za Israel na hata za Marekani ambazo zilikuwa zikielekezwa huko nchini Israel. Kwa mujibu wa uongozi wa kundi la Wahouthi, vikosi vya Yemen vimeanza kushambulia maeneo muhimu ya Israel kuanzia Oktoba mwaka 2023 kufuatia hatua za Israel kuzuia misaada muhimu kuingia Gaza. Kufuatia marufuku ya meli za Israel kuvuka Bahari Nyekundu na maeneo mengine, Marekani, Uingereza na Israel zimekuwa zikishambulia raia na miundo ya kiraia ya Yemen kwa mabomu, huku vikosi vya Yemen vikijibu kwa kulenga mali za kijeshi za majini za Marekani katika maji ya Yemen. Katika taarifa baada ya mauaji ya Jumamosi, Baraza Kuu la Kisiasa la Wahouthi lilisema kuwa kulenga raia kunathibitisha udhalimu wa Marekani, huku ikisisitiza kuwa hili halitazuia kuunga mkono Gaza. Badala yake litasababisha hali kuwa kali na mbaya zaidi na yenye nguvu kubwa katika eneo hilo la ukanda wa Mashariki ya Kati. Taarifa hiyo imesema, tunahakikishia watu wa Yemen waliothabiti na tunathibitisha kuwa wavamizi wataadhibiwa kwa njia ya kitaalamu na yenye uchungu. Baraza hilo lilisema kuwa majibu yao yatafanya Marekani na utawala wa Israel kushindwa na kurudi nyuma kwa fedheha. Wakati huo huo, baraza hilo lilitaka jumuiya ya kimataifa kutimiza wajibu wake mbele ya uchokozi wa Marekani na Israel pamoja na Uingereza ambao lilisema utakuwa na athari kwa wote watatu. Kuhusu athari hizo, taarifa hiyo ilieleza kuwa mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya Yemen yamerejesha hali ya kijeshi katika Bahari Nyekundu na kuibua tishio halisi kwa usalama wa safari za kimataifa za meli katika eneo hilo. Mtazamaji wa The World News, hali sasa inaenda kuwa mbaya tena kwa sababu moja kati ya mambo ambayo Wahouthi kutoka nchini Yemen hawawezi kukubaliana nayo ni pamoja na mashambulizi kama haya. Ikumbukwe hata mwaka uliopita na hata kabla ya kusitisha mapigano, moja kati ya athari ambazo zilitokea ni mashambulizi ambayo yalitoka nchini Israel, na ni wakati ambapo Wahouthi wakaamua kutumia makombora yao ya Palestine 2, makombora ambayo kimsingi hayakuweza kuzuiliwa katika nchi ya Israel licha ya kwamba kulikuwa na mifumo ya ulinzi, mifumo ya Iron Dome ya pale nchini Israel, lakini pia na mfumo mwingine wa THAAD uliotoka nchini Marekani. Basi mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.